umesikia. Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Agosti 1 mwaka 2026. Mwezi huu tutaangazia mada kuu inayosema neema ya ajabu ya Mungu. Tuombe. Baba mwema uliye mbinguni, asante kwa ajili ya wasaa huu mzuri. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiamini uwepo wako utakuwa pamoja nasi tujifunzapo mada hii. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Roho wako Mtakatifu aendelee kuwa pamoja nasi kila wakati, akitufundisha kuyatenda mapenzi yako, katika jina la Yesu, amina. Agosti 1 mwaka 2026, mada ikisema ufalme wa Mungu moyoni. Luka Mtakatifu sura ile ya 17 aya 21 inasema, tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Serikali ambayo Yesu aliishi chini yake ilikuwa yenye ufisadi na ukandamizaji. Kila upande kulikuwa na kilio cha dhuluma, kutoza kwa nguvu, kutovumiliana na ukatili uliokithiri. Hata hivyo, Mwokozi hakujaribu kufanya marekebisho yoyote ya kiserikali. Hakushambulia dhuluma zozote za kitaifa wala kuwalaumu maadui wa taifa. Hakuingilia mamlaka au utawala wa wale waliokuwa madarakani. Yeye ambaye alikuwa mfano wetu alijiweka mbali na serikali za kidunia. Si kwa sababu hakujali shida za wanadamu, bali ni kwa sababu tiba haikuwa katika hatua za kibinadamu tena za nje tu. Ili kuwa na ufanisi, tiba ni lazima iwafikie watu binafsi na ni lazima iufanye upya moyo. Baadhi ya Mafarisayo walikuja kwa Yesu wakiuliza, ufalme wa Mungu utakuja lini? Luka Mtakatifu sura ile ya 17 aya 20. Zaidi ya miaka 3 ilikuwa imepita tangu Yohana Mbatizaji alipotoa ujumbe ambao kama sauti ya tarumbeta ilikuwa imesikika kote nchini. Ufalme wa Mungu umekaribia. Mathayo 3 sura ile ya 2. Bado hata sasa Mafarisayo hawa hawakuona dalili yoyote ya kuanzishwa kwa ufalme huo. Yesu akajibu, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza maelezo ya pembeni, wala hawatasema uko hapa au uko pale, kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu unaanzia moyoni. Usiangalie hapa au pale kwa ajili ya dalili za nguvu za kidunia kuashiria kuja kwake. Kazi za Kristo hazikumtangaza tu kuwa yeye ndiye Masihi, bali pia zilionyesha ni jinsi gani ufalme wake ungeanzishwa. Unakuja kupitia upole wa msukumo wa neno lake, kupitia utendaji wa ndani wa Roho wake, ushirika wa Roho pamoja na yeye ambaye ndiye uhai wake. Udhihirisho mkuu wa nguvu zake unaonekana katika asili ya mwanadamu, kuletwa katika ukamilifu wa tabia ya Kristo. Mungu alipomtoa mwanawe kwa ulimwengu wetu, aliwapa wanadamu utajiri usioharibika, utajiri ambao kwa kulinganishwa utafanya utajiri wa thamani sana wa wanadamu tangu ulimwengu ulipoanza kuwa ni ubatili. Kristo alikuja katika dunia na kusimama mbele ya wanadamu kwa upendo uliowekwa akiba milele, na hii ndiyo hazina ambayo kupitia uhusiano wetu pamoja na yeye tunapaswa kuipokea, kuidhihirisha na kuigawa. Hii ni Agosti 1, mada ikisema ufalme wa Mungu moyoni. Mungu atubariki sote. Nyakati tunapitia uzoefu mgumu sana, tujaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma. Ni nyakati tunapitia
uzoefu mgumu sana, twajaribiwa kurudi nyuma, hatimaye kukata tamaa. Ni kweli yaumiza moyo kwa yale tunayopitia, japo sisi twaamini vyote vitakoma, vitakoma. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Na sasa umtazame Bwana Yesu, yuko upande wako. Ile udhanilo ni gumu, yeye hurahisisha. Ujipe moyo mpendwa, simama kwa ujasiri, mbele yako tazama, ni wakati wa kusimama tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu. Ni wakati wa kusimama tena, mwendo tukaze, mbele tusonge, ya nyuma yasitukatishe tamaa, tuwe na imani tu, Mungu ametangulia, hakika tutafika tu.